Usigombane na muda wa Bwana. Vumilia. Katika kitabu cha Yakobo sura yake ni ya 5 fungu lake la 11. Neno la Mungu linatuambia maneno yafuatayo: Angalieni, twawaita heri wao waliosubiri. Mmesikia habari ya subira yake Ayubu, mmeuona mwisho wa Bwana, ya kwamba Bwana ni mwingi wa rehema, mwenye huruma. Wanadamu wengi hufurahia kuona mambo yanaenda kwa haraka sana katika mafanikio, kama vile kugusa simu kwenye touch na mara hiyo inajibu na kukupeleka kwenye application unayotaka. Lakini sivyo ilivyo katika uzoefu wa mtu na Mungu kwenye safari ya maombi. Unaweza kuomba lakini majibu yasije haraka kama unavyotaka. Lazima yote yafanyike kwa muda wa Bwana. Muda wa Bwana hausubiriwi na wengi. Ndiyo maana wengi hupitia njia za mkato kutafuta mafanikio kwa wanayohitaji. Lakini mwisho wake huwa mafanikio feki isiyoridhisha moyo na ya kudumu. Kumbuka kwamba vitokavyo mikononi mwa anayedumu ndivyo vinavyodumu. Kinachofanyika kwa muda wa Bwana kina utukufu zaidi kuliko kilichofanyika kwa muda wa binadamu. Mafanikio yote ambayo unaweza kuyapata ukitumia ujanja na haraka kwa binadamu walio na mwisho, fahamu ya kwamba ulivyovipata kwao vitafika mwisho kabisa bila kuchelewa. Tumeitwa kuwa wavumilivu ili muda wa Bwana utukute bado tunadumu tukimtumaini Kristo. Mungu hana upendeleo na humbariki kila mtu kwa wakati wake alioupanga, na wakati wake ndio ulio mkamilifu kwa wenye kuleta furaha ya milele. Uvumilivu wa Sara ulimpatia mtoto Isaka. Uvumilivu wa Yusufu katika utumwa kwa Potifa na gerezani huko Misri ulimfanya awe waziri mkuu katika nchi hiyo. Uvumilivu wa Musa jangwani huko Midiani akichunga kondoo ulimfanya miaka 40 awe kiongozi mkuu wa taifa la Bwana wa majeshi. Uvumilivu wa Kalebu na Yoshua miaka 40 jangwani uliwafanya wao wawili tu waingie katika nchi ya Kanaani miongoni mwa kizazi kilichotoka Misri. Uvumilivu wa Hana ulimpa mtoto Samueli. Uvumilivu wa Esther ulimfanya awe mke wa mfalme na kuheshimiwa. Uvumilivu wa Ayubu katika mateso na misukosuko yake ulimfanya baadaye awe tajiri na mwenye utukufu mwingi kuliko alivyokuwa. Uvumilivu wa Kristo duniani uliwakomboa jamii yote ya wanadamu na kuwapa uzima wa milele. Kumbuka pia kwamba uvumilivu wa kanisa la Smirna ulimfanya Yesu awaandalie taji ya uzima. Uvumilivu wako kwa Mungu utakufanya kuwa na nini kesho? Kitu kizuri kinaandaliwa kwa ajili yako. Je, unavumilia ili ukipokee? Wapendwa ndugu zangu, hakuna kitu tuwezacho kupata mikononi mwa Mungu bila kuwa wavumilivu, kwa sababu uvumilivu ni tunda la Roho Mtakatifu kulingana na Wagalatia 5 fungu la 22. Majibu ya mahitaji yetu yako karibu sana nasi, ila tujiviki uvumilivu kama anavyosema Wakolosai 3:12. Mungu anakuandalia utukufu zaidi ya ulio nao leo. Kaa ukivumilia, nawe utaona mkono wa Bwana. Pambana magotini, nawe utauona uso wa Bwana kwenye maisha yako. Mtu mmoja aliandika kuwa katika shule la uvumilivu wanafunzi hawavai saa mkononi. Hakuna cha kuhesabu muda, sababu mambo yote yanatembea kwa muda wa Bwana. Acha kuhesabu muda na kudhani ya kuwa umechelewa sana. Bado hujachelewa, wakati wako upo. Mzingatie Yesu tu. Mzingatie yeye peke yake, naye atabadilisha kurasa za maisha yako mpendwa. Mungu aweze kukubariki.